Rais William Ruto wamewakashifu baadhi ya viongozi wa upinzani wa eneo la Mlima Kenya kwa madai ya kuwachochea Wakenya kuzua vurugu katika mikutano ya viongozi wa serikali kwa manufaa yao ya kibinafsi. Wakizungumza katika kijiji cha Makara, wadi ya Mirangine, eneo bunge la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, kundi hilo la viongozi likiongozwa na mbunge George Kariuki wa Ndia, Faith Gitau wa Nyandarua, Michael Mushira wa Oljororok na Maina Karobia wa Eala walilaani matamshi ya baadhi ya wanasiasa ambao wanadai hutumia ushawishi wao kuchochea wakazi wa Mlima Kenya kuvuruga na kuwazomea baadhi ya viongozi katika mikutano ya kisiasa. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa kuzungumza wa kila kiongozi, huku wakisema hakuna mtu yeyote anayepaswa kulazimishwa kufuata mwelekeo fulani wa kisiasa. Laban Muhinda na taarifa hii kwa kina. Wakizungumza katika kijiji cha Makara, wadi ya Mirangine, eneo bunge la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, kundi hilo la wabunge George Kariuki, Maina Karobia na mwakilishi wa kike Nyandarua Faith Gitau wamewakosoa baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa upinzani kwa kujihusisha na siasa za migawanyiko na kuwachochea Wakenya kwa nia ya kupata umaarufu nchini. Tunataka kusema tukiwa hapa Nyandarua, wale watu ambao wanasema ati tukiona viongozi tunawapigia kelele ama tunawatusi, hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati, kwa sababu sisi watu wa mlima ni watu ambao tunaheshima kwa viongozi, tunaheshima kwa serikali, kwa sababu tunajua hii serikali ambayo iliyoko ni sisi tuliweka kwa uongozi. Wale watu wanakuja hapa wanatuambia sijui wapi, sijui tuende wapi, sijui tufanye nini. Hao watu mjue hawawapendi hata kidogo. Wameeleza kutamaushwa na mienendo ya baadhi ya viongozi hususan wa Mlima Kenya kwa kujiingiza katika siasa za uchochezi dhidi ya viongozi wanaoegemea upande wa serikali. Ule mtu anawapenda ni ule anawaletea stima, ni ule anajenga hiyo klasi ya JSS, ni ule ataleta maneno ya security hapa. Wale walikuwa wanasema watu wakituona wanaenda waangalie hapa waone hawa ni watu ama ni nini. Wabunge hao wamesisitiza umuhimu wa umoja miongoni mwa Wakenya ili kuwawezesha kupata miradi na huduma mbalimbali za serikali bila pingamizi, wakidai kuwa ongezeko la joto la kisiasa nchini huenda likelemaza maendeleo. Na serikali vizuri ndio ikuletea maendeleo, kama hii police post ambayo tumeomba hapa na hii mambo ya hospitali italetwa kwa kuongea vizuri na kuongea kwa heshima, si kwa kupiga kelele na si kwa kujipiga kifua. Zaidi ya hayo, wamewasihi Wakenya kuwa makini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na kuwachagua viongozi watenda kazi ili wanufaike na miradi tofauti ya serikali. Hatutakubali kuteremusha level ya watu wetu, tuingie kwa matusi na tuingie kwa vita za maneno yenye haina mpangilio na haina msaada kwa mwananchi. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Namshukran sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo.